Mathare Ghetto, 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 Mathare Ghetto, Ghetto, tuna struggle. Mathare is a place I call home. It is situated approximately 6 kilometers from Kenya's capital, Nairobi city center. Just like many other slums in Kenya, a walk through my neighborhood will give you a glimpse of exactly how populated my neighborhood is. It is approximated to host 150,000 people. A closer look home reveals our way of life. Sanitation is indeed a life-threatening situation. Trenches in the streets are filled with human waste and filthy water. In my neighborhood, there are poor drainage systems, garbage all over, few filthy public toilets and bathrooms that operate. Uniaibu sana kama hii mtaro iko hapa. Wakati mwingine ukipita hapa utapata sewage imepasuka, ni mavi tu ndio inateremka. Kwa hivyo hiyo pia tunaona kuna upungufu wa drainage system, alafu sewer line mtaani, sewage zote zimetoboka. Zinatapaka kila pahali. Hata ukiangalia wakati mwingine kama wakati ile zimevuja, utapata hii mtaro yenye tuko karibu imejaa mavitupa hata mpaka inatapaka barabarani. Na hapa ndio vyakula zile tunakula zinauzwa hapa bado. Hivi mavi tu sisi ndio tunakunia na tunatupa na tunakwama hapa. Jua hakuna mahali wanaenda. Hizi mtaro inajaa, hakuna mahali mtaro inaenda hivi. Sasa vile imejaa hivi, wakati wa mvua ikinyesha vizuri ndio itaenda. Lakini hii area yote itajaa na hii, hakuna mahali utapita hata ufike kuko shule juu. Choo tunalipa shilingi 5. Inafunguliwa asubuhi, lakini usiku wanafunga. Ikifika saa 3 hivi wamefunga choo yetu. Na sasa zenye choo imefungwa mnaenda choo. Wengi wanakunya kwa jua lao wanatupa. Wanatupa kwa njia. Aliosafi yenyewe kitu yenye natumiza sana ni sewage. Juu unapata saa mavi kama hii hapa hivi inashindaga tu hapa. Kuna hata mtu afikiria vile inaweza toka hapo. Unapata watu wanachezea hapa. Kama plot zote zinaleta tu mavi hapa. Kuna mahali pengine inaweza leta. Walking along the trenches trigger a serious need for upgrade. In this area, children stand a high risk of contracting diseases such as cholera, bilharzia, and other chronic waterborne diseases. It is along these filthy trenches that the children find their playground due to congestion that has since seen the population grow in big numbers. Ni tahadhari sana juu unaona watoto kama hawa watoto wadogo. Mtu atatumwa keki hapa kwa hii duka. Akipita hapa hivi keki hata yanguke hapa hivi. Huyo mtu huyu ataacha. Juu ni nini na juu ama inaleta ugonjwa yote. Yeye itaanguka na alafu achukue na endelee kukula. Sasa unaona? Sasa huwa kuna hatari sana na watoto. Juu hata mtu huyu kama huyu unaona ako mguu tupu. Hivyo ndo anatembea hata kwa hii shonde. Na pia hata hii si wasi, kuna zingine bado ziko wasi zaidi juu zimetapakaa hata kwa barabara mahali watu wanakanyaga. Watu wanaogaga usiku kwa sababu hakuna mabafu. Utapata vile mpangilio ya mwenye ploti, ametengeza ploti yake lakini hakuna bafu wala hakuna choo. Ploti nyingi, moja ziko nazo lakini ploti nyingi utapata zina mpangilio poa. Yani kama Dando, Soweto, Majengo, Ongwaro, Kiambio, Kibera, Kayaba, Kosovo, tunahangaika, tukiwika, yutu atinjwa vichwa, yutu akatakatwa, yutu kwa shida. Not only do we have sanitation as a major problem, but also access to clean water has proved to be a case of chance, if not impossible. Most of the day-to-day time is consumed in search of this rare yet precious commodity. High demand and necessity of water will sometimes force us to solve the water situation by getting water from ditches which are not health friendly.
Mtungi moja tunanunua shilingi 3, ndogo, kubwa ni 5. Sisi hatutreat maji, tunakunywa tu. Inakija usiku masaa 4 saa 5. Sasa inapatia watu wakati mgumu sana wa kupata maji katika hii mtaa wetu. Alafu unapata maji iko sehemu mbali, kama maji iko hapa na ukiona wenye wanatoka chini huko, hakuna pipe lolote wamefungiwa ikateremka chini wakapata maji. Sasa watu wanapata wakati mgumu kuchukua maji sehemu mbalimbali. Sasa hapo tena tungeomba kama watu wa Nairobi wote wanaweza, maji zijaribu kuingia ndani ya kijiji ndani. Mathare Ghetto, 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 Mathare Ghetto, Ghetto, tuna struggle. The struggle and hustle of clean water does not spare even the very young, as the hunt for this precious commodity is everybody's duty. Hence, the children's school time is majorly interrupted by the search for water. Okay, hali ya maji mpaka sasa ni mbaya kwa sababu zile maji ziliunganishwa illegally, hizo ndio tulikuwa tunaona kama zilikuwa zinakuja mfululizo. Lakini kwa wakati huu hatuna tofauti na sehemu zingine wanalalamikia maji. Kwa sahii ile maji tunatumia ni ya pipe moja ya Nairobi Water. Kwa kila mtungi inauzwa hapa, wakati mwingine inauzwa shilingi 3, wakati mwingine shilingi 5 kwa kibuyu moja. Mbali na hiyo, inabidi wakina mama wakati mwingine wanateremka kwa ile maji chafu, ile maji taka ile ya chini, ndio walete, ndio wafue nazo zile vitu kama manguo hivi. Tunakunywa ni maji tumechimba, yani kwa yani tumeweka maji ya mtaro tumevuta huku juu. Sasa ni maji pia uaga si maji safi vile. Hiyo ndo maji tunatumia kufua, watu watumia kukunywa. Juu wengine hawana hiyo time ya kuboil maji ama kutreat maji. Wanauaga wanaitumia tu hivyo hivyo. Na maji iko throughout ama huwa inabidi tuende kutafuta tu mahali maji iko. Mtungi moja huwa ni shilingi 3, ile mtungi kubwa ni shilingi 5, lakini hata wakati maji imepotea utapata mtungi hata na 50. Si kila mtu ata afford. Sasa itabidi ule mtu hawezi pata ni atumie ile maji, itapatikana hata kama ni chafu kiwango gani. It is a situation that does not need logic to predict what may happen in case of a disease outbreak. We have done a mapping of all the slum areas or low-income areas in this country. There are 1,882, and many of them are basically like what you can see in this area. Poor housing, poor solid waste management, poor drainage, the population is high, temporary houses, everything is just informal, including water and sanitation services are very informal. As you realize here, basic services are a problem.
You can see they don't have formal water systems. They get their water from informal service providers, like you can see behind here, and they sell it at 5 shillings per 20-liter jerry can. What Trust Fund is trying to do is actually basically formalize water service provision in this area by working with formal water service providers. Like in our case, we are working with the Nairobi Water Company to bring or to formalize water in this area. So far, we've been able to fund Nairobi Water to a tune of 24 million Kenya shillings to actually implement a project that is going to serve 96,000 people in this area. We have constructed 24 water kiosks. They are complete, and some are operational, some are not operational. Right now, we have a constitution, and the constitution basically stipulates that every Kenyan has a right to water and sanitation. And as such, if a Kenyan living in Muthaiga, which is a Nap Market suburb, and is being served by Nairobi Water, why should somebody living in such an area then be served by a community-based organization, or why should they get water from an informal service provider? And that's why Trust Fund comes and says, water companies, you must move in and serve these people just the same way you are serving any other Kenyan. Just next to me, you can see a kiosk here. This kiosk is not working, it is closed. And this is because pipelines have been vandalized. People have stolen pipes, and as such, water cannot reach this kiosk. Those are some of the challenges that we are talking about these areas. What we are doing right now is actually working with companies to ensure that there is more improved presence in these areas. Meaning that the company must establish an office here, we must have plumbers here, we must have a customer care person here who can monitor and work with the community and some CBO in this area to actually monitor or supervise to ensure that there are no illegal connections. And this is what we're encouraging every other water utility in this country, that they must move from the comfort of their offices and their headquarters. They must move on the ground, come to these people, they are Kenyans like any other Kenyan, and they serve these people. And through that, then you're going to have a very formalized water system in this country. It is hoped that once we draw an impact of our project, it is expected definitely that the quality of life would have improved, simply because people can afford better water with good quality, affordable, and that money they have been spending going to hospital because of waterborne related diseases or buying water expensively, then they can use it to do other productive activities. Mathare Ghetto.